Naam mtazamaji, hapo siku ya jana kulikuwa kuna mechi kali kabisa, mechi kati ya Simba hapa Tanzania na Stade de Malien ya kule nchini Mali, mechi ambayo iliweza kumalizika kwa timu ya Simba kuibuka na ushindi mwembamba kabisa wa goli 1-0, goli ambalo lilifungwa na kijana usajili mpya huu Anicet Oura. Japokuwa Simba iliweza kushinda goli 1-0, lakini ilikuwa ni vigumu kwa wao kuweza kuenda kwenye hatua inayofuata, hatua ya robo finali, kwa sababu Simba wamekusanya pointi ndogo kuliko timu zote ambazo tulikuwa nazo kwenye grupu moja, yanamaanisha pointi ndogo kuliko Petro de Luanda, pointi ndogo kuliko Esperance de Tunis na pointi ndogo kuliko Stade de Malien ambao walicheza nayo jana. Bwana, hiyo sio kesi, lakini kesi kubwa hapa ni viwango na performance kwa ujumla ya timu ya Simba na wachezaji wake kwa ujumla. Bwana, toka ujio wa kocha mpya wa timu ya Simba kutokea kule Stellenbosch ya kule nchini South Africa, ujio wa Steve Barker, bwana, timu ya Simba imekuwa ikibadilika siku baada ya siku na kucheza vizuri sana, kwa sababu Simba iliyocheza michuano ya Mapinduzi, Simba iliyocheza mechi yao na Mtibwa ni tofauti kabisa na Simba ambayo iliweza kucheza na Stade de Malien kutokea kule nchini Mali. Simba wamebadilika kiuchezaji, wanacheza kama timu na wanaonyesha wakiwa na passion kubwa ya kucheza. Kwa mfano Anicet Oura, usajili mpya huu, kuna dirisha hili dogo, amekuwa ni mtu ambaye ana madhara makubwa sana kwenye lango la wapinzani, anapiga mashuti, anapiga pasi, ana dribble vizuri. Bwana, huyu ni bonge moja la mchezaji. Lakini pia ukimtazama Kibabage, watu wengi walizungumza mengi kuhusu Kibabage, lakini Kibabage amekuwa akiendelea kuwa prove long na anazima vizuri sana, na watu mpaka sasa hivi tunavyozungumza wamemsahau kabisa Mohamed Hussein na Anthony Mligo ambaye alikuwa anacheza kabla ya ujio wa Nixon Kibabage. Lakini pia ukimwangalia Lucien Deloko, performance yake imezidi kuongezeka, amekuwa ni beki ambaye ni mwimili mkubwa sana kwenye safu ya ulinzi wa timu ya Simba. Vile vile ukimwangalia goalkeeper Mamadou Tanja Kasale ameendelea kufanya save nyingi sana. Hata hapo siku ya jana alifanya bonge moja la save ambayo ingewagharimu endapo asingekuwa golini Mamadou Tanja Kasale. Lakini pia bila kumsahau Hussein Abeli. Bwana, Hussein Abeli na yeye pia ameweza kuimarika sana, kwa sababu ungeangalia ile game ya KMC ulimuona Hussein Abeli akiwa anacheza vizuri sana. Kiufupi unaweza kusema timu ya Simba imeimarika sana. Ukimwangalia Clatous Chota Chama anaunganisha timu vizuri kabisa, lakini pia ukimwangalia Selemani Mwalimu amekuwa ni mtu ambaye ameimarika sana kwenye utawala wa Steve Barker. Vile vile bila kumsahau kijana mdogo kutokea kule nchini Morocco